usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa za hivi karibuni zinaonyesha kuwa mapigano makali yamezuka katika wilaya ya Uvira, Walikale na maeneo ya bonde la Ruzizi, huku shughuli za kijamii na kiuchumi zikizorora kwa kiasi kikubwa. Leo asubuhi kuanzia saa 1:30 mapigano makali yaliripotiwa katika eneo la Mitamba huko Buhonde ndani ya utawala wa kichifu wa Bavira, wilaya ya Uvira. Mapigano hayo yalihusisha vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa na Jenerali Jean Nalube na Jenerali Ruhota na Kabaka kwa ushirikiano na jeshi la FARDC dhidi ya muungano wa Twirwaneho AFC M23 RDF unaodaiwa kutoka Muramvya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, washambuliaji waliojaribu kuvamia nafasi za vikosi vya wazalendo na FARDC lakini walizuiwa na kulazimika kurudi walikotoka. Baada ya makabiliano hayo, viongozi wa eneo hilo wametoa wito kwa wakazi wa Kirungu na maeneo jirani waliokuwa wamekimbilia porini kurejea manyumbani mwao, wakieleza kuwa hali imedhibitiwa kwa kiasi. Wakati huo usafiri kati ya miji ya Bukavu na Uvira umesimama kabisa tangu jana kufuatia mapigano katika eneo la Runingu kwenye nyanda za juu za Uvira. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya M23 kujiondoa katika mji wa Uvira, magari ya abiria binafsi na yale ya mashirika yasiyo ya kiserikali yalikuwa yakisafiri kawaida. Hata hivyo, kurejea kwa mapambano yamesababisha kusikika kwa silaha nzito na nyepesi, na hivyo kulazimisha kusimamishwa kwa harakati za usafiri katika barabara hiyo muhimu ya kiuchumi. Wakazi wa Kashatu na Ruhuto wameripoti kuwa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo hayo, japokuwa hali bado ni ya tahadhari. Mbali na mapigano, wakazi wa bonde la Ruzizi wamelalamikia vitendo vya uporaji vinavyodaiwa kufanywa na wapiganaji wa AFC M23. Wafugaji wameripoti kuibiwa kwa mifugo kwa wingi, huko baadhi ya mifugo ikidaiwa kupelekwa usiku kuelekea Kamanyola, Nyangezi na hata kuvushwa mpaka. Hali hiyo imeongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathirika na ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Katika eneo la Shabunda mashariki mwa DRC, shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama kufuatia malalamiko ya asasi za kiraia na vijana kuhusu kile wanachokiita matumizi mabaya ya madaraka na vitendo vya baadhi ya wanachama wazalendo. Wanaripoti kuhusika na uporaji, kuweka vizuizi haramu barabarani na hata mauaji. Vifo vya watu 4 wakiwemo wanafunzi viliripotiwa wiki iliyopita na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kwa upande mwingine, mashambulizi ya anga ya FARDC yameripotiwa kulenga nafasi za AFC M23 katika eneo la Mijenje, wilaya ya Walikale, katika juhudi za kudhibiti harakati za wahasi. Katika mji wa Sange, baada ya mlipuko wa bomu uliosababisha vifo na majeruhi miongoni mwa raia, wapiganaji wa M23 walifanya mkutano wa hadharani wakikanusha kuhusika na tukio hilo. Walitangaza kuwa watafanya upekuzi wa nyumba kwa nyumba kutafuta silaha na vifaa vya kijeshi. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wameeleza hofu kuwa operesheni hiyo inaweza kusababisha ukiukaji zaidi wa haki za raia. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa eneo la Walungu Center limeachwa na wapiganaji wa M23 RDF baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa kusababisha hasara kubwa. Inadaiwa kuwa vikosi vya FARDC vinaelekea kuimarisha udhibiti katika eneo hilo. Kwa ujumla, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC bado inakabiliwa na hali tete ya kiusalama, huku mapigano ya mara kwa mara, madai ya uporaji
na hofu ya mashambulizi ikiendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi. Raia wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha ulinzi na kurejesha amani ili kuruhusu shughuli za kawaida kurejea katika maeneo yaliyoathirika.